Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Lakini moja kati ya yale tuliyokuwa nayo ni kwamba Urusi inadaiwa kushambulia nchi ya Romania, huku Urusi ikisema hakuna ushahidi wa drone zao kuonekana huko Ulaya. Moja kati ya taarifa ambayo imezua gumzo katika Ulaya na ulimwenguni kote ni kwamba Urusi imefanya mashambulizi katika taifa la Romania. Lakini kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Umoja wa Ulaya EU ni kwamba Warusi sasa wameamua kuingia vitani dhidi ya Romania, jambo ambalo Warusi wenyewe wanasema kwamba halina ukweli ndani yake kwa sababu halina ushahidi kwamba ndege zao zilionekana katika nchi za Umoja wa Ulaya. Moja kati ya jambo ambalo wakati huu linaonekana kushupaliwa na watu wa Ulaya ni juu ya kushambuliwa kwa Romania. Rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema vita alivyoviita vya kichokozi vya Urusi dhidi ya jirani yake Ukraine sasa vimevuka mipaka. Amesema hayo baada ya kile kinachotajwa kwamba ni drone za Urusi kulipiga jengo la makazi ya watu nchini Romania ambayo ni mwanachama wa umoja huo. Von der Leyen amesema Umoja wa Ulaya upo pamoja na Romania na watu wake, huku akisisitiza kwamba Brussels itaendelea kushinikiza Urusi kuachana na vita vyake dhidi ya Ukraine, huku ikiimarisha umoja wa usalama wao hasa upande wa mashariki. Romania ni miongoni mwa mataifa yaliyojirani na Ukraine. Kwa upande wake, mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema tayari ameshazungumza na waziri wa mambo ya nje wa Romania Ouna Tou kuihakikishia mshikamano kamili na umoja huo wa Romania. Kutoka katika umoja huo nchi ya Romania, Kaja Kallas amesema Moscow haiwezi kuruhusiwa kukiuka usalama wa anga ya Ulaya bila kuwajibishwa. Amekiita kitendo cha Urusi kuishambulia Romania kwa drone kama hatari na ukiukwaji wa wazi wa uhuru wa taifa hilo. Mataifa ya Umoja wa Ulaya kwa sasa yanajadili kifurushi kipya cha vikwazo dhidi ya Urusi ambacho kitakuwa cha 21 tangu nchi hiyo ilipoivamia Ukraine mnamo Februari 24 mwaka 2022. Hata hivyo, Urusi imesema hakuna ushahidi wa wazi unaonyesha kwamba drone zao zimeonekana Ulaya. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Urusi Maria Zakharova amesema madai yote hayo kuhusu drone za Urusi kuonekana katika anga ya Ulaya hayana msingi na wala hakuna ushahidi unaothibitisha hilo. Amesisitiza kuwa hadi sasa hakuna hata ushahidi mmoja uliowasilishwa kuthibitisha tuhuma hizo. Kauli yake imejiri baada ya drone za Urusi kudaiwa kupiga katika jengo la makazi huko Romania. Wizara ya Ulinzi ya Romania tayari imesema imeiomba jumuiya ya kujihami ya NATO kuhakikisha kuipa mifumo ya kukabiliana na drone. Huku hayo akiarifiwa, Rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky ameeleza namna anavyopambana na uvamizi wa Urusi kwa miaka 4 sasa, na amesema anaunga mkono Romania na kutoa wito wa shinikizo zaidi kuwekwa dhidi ya Urusi ili kuachana na vita vyake alivyoviita vita vya uchokozi. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ambayo yanatokea wakati huu. Ni nchi za Ulaya kushinikiza zaidi Urusi kwamba kutokana na shambulizi huko Romania sasa wanapaswa kuongeza vikwazo zaidi, lakini pia wanapaswa kuiadhibu Urusi kwa namna ya kipekee. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.